Sasa ni wakati ule mwafaka tukuombe utupe zawadi hii kubwa sana sisi watu wa Mwanga na watu wa Kokoa, zawadi ya kuzindulia kituo chetu cha afya cha Mama Ngoma. Karibu sana. Vigelegele havitoshi kwa zawadi hii kubwa Mheshimiwa. Sasa niwasomee kile kilichoandikwa ambacho amekitenda hapa. Kimezinduliwa rasmi tarehe 25 mwezi wa 3 mwaka 2025 kwa kweli ya jambo ambalo kidogo ni la kikanuni, watu walikuwa wanabishana kidogo hapa, lakini ukweli halisi ili mdau wetu asikate tamaa, hiki ni kituo cha afya, na sisi kule wizarani tumesharekebisha hayo na tumeongea nao, tumekubaliana kikao kinachokaa mwezi wa 4 hii hospitali ipitishwe kuwa hospitali wala sio kituo cha afya, wala sio kituo cha afya, ni hospitali. Mheshimiwa Waziri Mkuu, hawa ukiangalia uwekezaji uliokuwekwa hapa kwa sisi ambao na Mheshimiwa Rais umetupa kazi ya kusimamia ili eneo la afya, sekta ya afya, kimsingi ni ukweli Profesa Ngoma angewekeza Dar es Salaam au Mwanga mjini au angewekeza kwingine, angefanya biashara kubwa. Huu amekuja kujitolea hapa, amekuja kufanya kazi ya kusaidia jamii hapa, wala sio kufanya biashara. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri Mkuu, utapita huko ndani. Mheshimiwa Waziri Mkuu, utapita huko ndani utaona mambo makubwa sana ambayo yapo, na kitu kidogo tu watu walikuwa wanabishana naye kumwambia kituo cha afya kwa idadi ya watumishi, Mheshimiwa Waziri Mkuu. Lakini unachojiuliza unapolazimisha sisi hali yetu ni mbaya, watumishi hawatoshi kwa sababu tunatakiwa tuwe 206. Nikawauliza wagonjwa wako wangapi kwa siku, kwenda kwenye leja wako wagonjwa 10 alafu wana madaktari 7. Kwa hiyo kwa siku madaktari 7 wanahudumia wagonjwa 10, lakini watu wanalalamika watumishi hawatoshi. Kwa hiyo kuna namna ya wataalamu wetu saidia watu asikate tamaa na endelee, na ajue serikali yako na maelekezo yenu yako sahihi kabisa na mmetuelekeza aendelee kuwa na nguvu kuwekeza hapa. Nimalizie Mheshimiwa Waziri Mkuu, tena tulikuwa tunajadili na mbunge wa Mwanga tulivyokuwa tunakuja. Umetoka juzi wewe na sisi pale Dar es Salaam, kama unakumbuka pale toll, sijui panaitwa toll, pale tulipoanzisha. Umeona kuna za kutoa huduma za jamii, tukishirikiana tukatengeneza PPP nzuri. Nao hapa kwa sababu ni huduma na unaona investment iliyofanywa hapa, tukitengeneza kitu kizuri cha ushirikiano wa serikali, na umeona jinsi tumeenda mpaka kule Mkomazi ukarudi hivi, watu wote hawa wakipata matatizo makubwa inabidi waende KSMC na Muhimbili. Tukiweza kutengeneza utaratibu wa kiwilaya kwa kushirikiana na mkuu wa wilaya na mkuu wa mkoa, tukashirikiana tukaweka PPP nzuri kwa kutumia wilaya na mkoa wetu, tukakubaliana kwenye RCC vizuri, tukamsaidia mheshimiwa hapa kwenye wilaya ya Mwanga ambao umeona umbali wake, tunaweza tukajikuta foleni ya watu wa Mwanga kutoka hapa kwenda KSMC itapungua, lakini kwenda hospitali ya mkoa itapungua, na wakaweza kupata huduma hapa, na investment yanaiweka hapa ikawa sustainable na watu wakagundulika mapema, hasa eneo la cancer